Karibu kwenye habari za ulimwengu. Serikali ya Korea Kaskazini imetoa onyo kali kwamba inaweza kuongeza kiwango kikubwa cha uzalishaji na maendeleo ya silaha zake za nyuklia, hatua inayokuja wakati mvutano wa kijeshi kati yake na Marekani pamoja na Korea Kusini ukiendelea kuongezeka katika rasi ya Korea. Kauli hiyo imetolewa na viongozi wa serikali ya Pyongyang wakisema kuwa taifa lao halina chaguo jingine isipokuwa kuimarisha uwezo wake wa nyuklia ili kujilinda na kile wanachokiita vitisho vinavyotoka kwa Marekani na washirika wake. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amesema kuwa nchi yake itaendelea kuwekeza katika maendeleo ya makombora ya ballistic na silaha za nyuklia ili kuhakikisha usalama wa taifa hilo dhidi ya mashinikizo ya kimataifa. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Pyongyang, mpango huu unaweza kujumuisha kuongezeka kwa uzalishaji wa vifaa vinavyotumika kutengeneza silaha za nyuklia pamoja na kuimarisha uwezo wa makombora ya masafa marefu. Hatua hiyo imekuja wakati Marekani na Korea Kusini wakiendelea kufanya mazoezi makubwa ya kijeshi katika eneo hilo, jambo ambalo Korea Kaskazini inaliona kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wake wa taifa. Serikali ya Korea Kaskazini imesema kuwa mazoezi hayo ya kijeshi yanaonyesha wazi kuwa washirika hao wanaendelea kujiandaa kwa uwezekano wa mgogoro wa kijeshi katika rasi ya Korea. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa kauli ya kuongeza silaha za nyuklia inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa Korea Kaskazini wa kuongeza nguvu ya kujadiliana na mataifa ya Magharibi. Katika miaka ya hivi karibuni, Korea Kaskazini imefanya majaribio kadhaa ya makombora ya ballistic ambayo yanaaminika kuwa na uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia na kufika katika maeneo mbalimbali ya dunia. Hatua hiyo imeendelea kuzua wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa, hasa kwa nchi zinazohofia kuongezeka kwa mbio za silaha katika eneo la Asia ya Mashariki. Kwa sasa mataifa mengi duniani yanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini, huku kukiwa na hofu kwamba mvutano huo unaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kijeshi katika siku zijazo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.